Mheshimiwa Waziri Mkuu, taaluma ya ualimu ndio taaluma pekee ambayo hutengeneza mtu awe bora kuliko hata walimu wenyewe. Leo tumekusanyika hapa kwa ajili ya kusherehekea mikono hii inayojenga Tanzania tunayoitaka, mikono inayozalisha wataalamu wa kila namna kwa ajili ya nchi yetu. Mikono hiyo inaitwa mikono ya walimu. Siku moja katika mwaka, wote sisi ambao ni zao la mikono ya walimu, basi tukumbuke kuwa tumefika hapa kwa sababu ya mchango mkubwa wa walimu wetu. Na ukiona jamii yoyote yenye ustaarabu na kustaarabika haihitaji kupiga ramli kujua nani chanzo chake, ni mwalimu ndio sababu yake. Leo tumekuja hapa kuwashukuru sana walimu wa Bukombe, walimu wa Geita, walimu wa Tanzania kwa kazi nzuri mlioifanya ya kutufanya hivi tulivyo. Tunawashukuru sana, tunawapongeza sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kinara namba 1 anayetambua mchango wa mwalimu nchini ni Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Walimu ndio sisi tunaotegemewa kuleta maendeleo katika chama cha walimu chetu. Endeleeni kufanya kazi na taasisi za serikali. Endeleeni kufanya kazi na wadau mbalimbali wa elimu, ili malengo yenu ya kumfanya mwalimu awe wa sasa iweze kufikiwa, ili pia msaidie kupunguza changamoto ndio mkabili mwalimu. Kwa hiyo lazima sasa chama cha walimu Tanzania mkajipanga kukutana na viongozi wa serikali, wadau kama ambao wako hapa, wadau wa kuendeleza elimu Tanzania na wengineo, ili kujua mahitaji ya walimu na uhitaji wa taasisi hizo na kuziweka pamoja na kwa maslahi ya walimu wetu. Chama cha walimu vile kufanya kazi na viongozi wa dini na jamii kwa ujumla, ili muunganishe nguvu ya kuelimisha umma uliopo. Leo nimefurahi sana na chama cha walimu wilaya ya Bukombe, mkoa wa Geita, kualika idadi kubwa ya viongozi wa dini kushiriki kwenye mkutano wenu. Hili ndio linalosisitiza endeleeni kufanya kazi na viongozi wa dini, kwa sababu hawa wanaishi na jamii, hawa wanasikilizwa, hawa wana nguvu kwa jamii, wana uwezo kueleza jambo na jamii kufuata.